kila mmoja ni mzima, lakini kwa Watanzania ni masikitiko sisi. Masikitiko kwa nini? Young Africans anaokota alama moja akiwa katika ardhi ya nyumbani dhidi ya Al Ahly. Tuzitazame kwanza dakika zote 90 za mchezo. Zilikuwa za aina gani kabla tujaje kuzungumzia baadhi ya matukio yaliyotokeza kwenye huo mchezo? Zilikuwa dakika 90 nzuri sana kwa upande wa timu zote mbili, kwa sababu mechi ilikuwa imebalance. Sikuiona Al Ahly ile ambayo muda mwingi inaweza ikakusaka kutafuta matokeo ya ushindi. Lengo lao nafikiri leo lilikuwa ni moja tu. Walikuja kwa ajili ya kutafuta angalau ukiongana na chumwa. Walikuwa wanacheza kwenye gia muda mwingi wa mchezo. Endelea. Nilikuwa namwangalia mwalimu Jesse Plura kwenye eneo la system ya mchezaji, alikuwa anazuia na 4-3-3, lakini 4-3-3 yake alikuwa anakabia kuanzia eneo la katikati mwa uwanja kuja chini. Lakini hata kwenye kufanya build up alikuwa anafanya build up from the back. In Africans walikuwa hawakutia pressure sana kwenye lango la timu ya Al Ahly, lakini bado walikuwa hawalazimishi makosa Al Ahly either kujichanganya wakapoteza mipira kirahisi. In Africans iliweza kufanya turnovers. Hicho kitu kiukweli mimi sikukiona. Walikuwa wamerelax sana Al Ahly wakiwa wanafanya build up kutokea nyuma, wakiwa wanajaribu kutengeneza mashambulizi kupitia pembeni mwa uwanja ambapo alikuwa anacheza Tahir Mohamed, lakini kushoto pia alikuwa anacheza Mahmoud Trezeguet. Inaona zaidi wakiwa wanapitia kule pembeni. Leo walikuwa wanamkosa Imam Ashur, mtu ambaye alikuwa anahudumu kwenye lile eneo la nyuma ya mshambuliaji. Bwana mdogo Marwan Othman alikuwa ni Ahmed Zizu, walikuwa wanacheza kwenye lile eneo. Bado na yeye hakuwa na madhara yale ambayo tuliyaona aliyasababisha Imam Ashur kwenye mechi iliyopita. Kwa ulikuwa unaiona Al Ahly zaidi ikiwa inajaribu kucheza kwenye gia na kuja kutafuta sare, kwa sababu wao sare inawanufaisha, kwa sababu wao wanapata alama 8, Africans anafikisha alama 5, lakini wana mechi moja nyumbani na wana mechi nyingine wapi? Ugenini. Kwa hiyo kwao ilikuwa ni faida, wakifikisha alama 11 wametoboa. Lakini kwa Africans pia performance ya leo haikuwa nzuri sana wala haikuwa mbaya sana, ilikuwa katikati. Yaani haikuwa wow. Unajua ili wafunge Al Ahly ni lazima uwe na performance bora kupindukia. Ukiwa na performance ya kawaida uwafunge Al Ahly. Walianza vizuri sana Young Africans, kwa nidhamu kubwa sana, wakiwa na utulivu wa hali ya juu. Kwa maana mwalimu aliamua kucheza na mabeki 4 wenye asili ya kucheza katikati, mabeki 3 wenye asili ya kucheza katikati, alafu beki mmoja ndio alikuwa fullback, lakini kuna muda alikuwa anajaribu kutumia wingback, kwa maana ya kwamba lengo na madhumuni ni kutengeneza compactness kwenye eneo la ulinzi, lakini juu yao alikuwa Mohamed Damaro Kamara ambaye yeye kazi yake ilikuwa ni kulinda hii back 4 na kutokufanya makosa mengi ambayo yangeweza kuigharimu Young Africans. Hilo alilifanya kwa ufanisi mkubwa sana Mohamed Damaro Kamara. Leo alikuwa katika kiwango bora, macho yake na mtu kama Aliou Dieng ilikuwa kubwa sana. Alikuwa ampi hiyo chance ya kuweza kuidrive Al Ahly kuja kufika kwenye lango la Young Africans kirahisi na kuleta madhara. Alikuwa atoi hiyo room ya kufanya link up kati ya Ahmed Zizu ama kile kiungo cha ushambuliaji na wakina Aliou Dieng ama Marwan Hatia kwa ajili ya kuidhuru Young Africans. Kwa leo Mohamed Damaro Kamara alifanya wasema majukumu yake kwa usahihi sana, lakini shida ambayo niliyoiona mimi, ukiacha kiwango cha Pacome Zouzoua ambaye leo angalau alikuwa na drive timu kwenda mbele, yeye pekee yake kuna muda alikuwa anaichukua ile safu ya ulinzi ya Ahly, anaingia nayo anajaribu kupiga mipira ya hatari, akawa anajaribu hata kupiga, lakini bado ilikuwa ni ngumu. Ukiacha hivi bado sikuona performance nzuri kwa wachezaji wote ambao walianza. Duki ya Moya, ukiacha shooter aliyopiga Ala Tokeo, bado leo hakuwa na madhara sana, lakini pili angalau Depo alikuwa anafanya link up play. Kilichonishangaza sijui mwalimu nini alichokifanya kwenda kumuingiza mtu kama Prince Dube, subla nzuri. Naamini kuna sababu nyingine angeifanya ilikuwa ni bora zaidi kuliko kumtoa Depo ambaye kuna muda alikuwa anawashughulisha sana bwana mdogo Marei
pamoja na Yasser El-Anif ambaye baadaye alikuja akaumia. Sijui kwa nini alifanya. Kwa hiyo ukifanya tathmini ya mchezo mzima kiufundi, unagundua kabisa kwamba Young Africans leo hii hawakucheza vizuri sana wala hawakucheza vibaya sana, haswa kwenye eneo la ushambuliaji ambalo kwangu mimi lilipaswa leo kuwa bora zaidi, kwa sababu Young Africans walikuwa wanazihitaji hizo alama tatu kwa kufunga. Hata aina ya goli walilopata Young Africans leo hii alikuwa kwenye open play, yani tuwafungue Al Ahly kwa ubora alikuwa nao, labda Pacome, labda Alan Okello, labda Depo, labda bwana mdogo Nandi Duke Abuya, Max Nzengeli. Ilikuwa goli walilopata Young Africans lilitengenezwa kwenye kiwanja cha mazoezi. Ile foul walioipata Young Africans na kufunga lile goli lile lilikuwa ni kwenye kiwanja cha nini cha mazoezi, lakini sio kwenye open play ambapo unasema Young Africans leo unaona kabisa wana matamanio kuweza au wana matamanio kuweza kupata ushindi. Unajua ile duo dai ilipaswa kuonekana leo kwamba Young Africans lazima wapushe mashambulizi ili kuweza kupata nini, kuweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu mimi nisingeshangaa Young Africans kufungwa na Al Ahly. Nisingeshangaa kwa sababu na Al Ahly ni bora kuliko Young Africans, ila ingekuwa ni surprise kwangu na ingekuwa ni furaha zaidi kwangu Young Africans kama angeweza leo kumshughulisha Al Ahly ipasavyo na kuweza kufunga. Sio mbaya kupata alama moja Young Africans, sio mbaya, lakini bado haiweki kwenye mazingira mazuri kuweza kufuzu kwenye hatua inayofuata. Klabu bingwa barani Afrika ina maana kuna hati yake ya kukosa timu zote mbili kwenye hatua ya robo finali. Kwa mimi kuna majanga sana madogo. Jana tulipozungumza kuna aina ya kikosi ambacho ulikitaja, unasema kama kocha akiamua kuingia na hicho kikosi basi hayachomoki. Tuzungumzie kikosi ambacho alichagua kukianzisha kocha wa Young Africans kilikuwa na mapungufu aina gani kikosi cha kwanza? Binafsi kwanza mimi nisijaza na Alan Okello. Mimi nisijaza na Alan Okello. Mimi nisijaza na Alan Okello. Mimi nisijaza na kwenye ile front 3 mimi ningeanza na Pacome Zouzoua, Depo na Max Nzengeli kulingana na mahitaji ya mechi. Kwa nini hao watu watatu? Hawa watu watatu wote wana energy, lakini kama haitoshi hao watu watatu wanaweza kupata mpira, alafu ni ngumu kuweza kuonyesha mpira na wana hatari sana kwenye mchezo. Watu watatu kwenye eneo la kiungo nilikwambia anapaswa kucheza Mohamed Demaru Kamara na Duke Abuya, kwa sababu Duke Abuya ana uwezo wa kudrive timu kwenda kwa wapinzani, yani ana uwezo. Mohamed Demaru Kamara sote tumeshuhudia leo performance yake kwenye kulinda ile back four. Hakuna mtu ambaye amedao. Wale mawing back mimi ningeweka watu ambao wana uwezo wa kwenda kushambulia. Yani mimi kiukweli nisingeriski kwenda na Dickson Job kwa sababu ya kuzuia, kwa sababu labda nipate alama. Ni mimi lakini. Na jana ulimweka bench. Weka bench. Ule upande wa kulia kama asingecheza Max Nzengeli kama wing back, ule upande mimi naamini kati ya Tola Kosiao ama Israel Patrick Mwenda alikuwa wangewashughulisha sana Mohamed Trezeguet pamoja na Ahmed Nabil Kuka ule upande. Alafu upande huu wa kulia kuliko kuanza na Shadrack Kiboka ambaye muda mwingi sana end product yake inaonekana kuwa ya kawaida. Kwangu mimi end product ya Shadrack Kiboka ya kawaida. Nikianza na Mohamed Hussein Shabalala Zimbu Junior, kwa sababu kumbukeni hii ni mechi ambayo Young Africans alipaswa kufanya nini? Kushinda. Sasa hivi na wenyewe wamekaa wanaanza kuiombea mabaya Farabat ama JS Kabylie. Yaani wakati kila kitu kiko kwenye mahakama yako ulishindwa kuperform, ila baada ya kupata sare sasa hivi unaanza kuiombea Farabat na nani na JS Kabylie. Al Ahly inafungika, ila unapaswa kujipanga. Unajipanga vipi? Inabidi umsurprise. Umeona kama vile Young Africans waliwahi kupata goli mapema. Baada ya kupata goli, na maana kama Young Africans wangekuwa na hao watu wa kushambulia mara kwa mara, walikuwa na uwezo wa kuwafunga. Baada ya kupata goli, kuna eneo unaweza ukaweka break, bora mtuue. Lakini pili, kwa nini mimi nilikuwa nataka aanze Frank Yansiki, Ibrahim Baka pamoja na Nandi na Bakari Nondo Mwamieto? Kwa sababu ya aerial balls. Salome, timu zetu zote kuanzia timu ya taifa,
klabu, zote hizo timu zote, trust me, mipira ya juu, aerial balls, mipira ya juu hawawezi kucheza. Hata goli lilofungwa in Africa limetokana na fouls, mpira wa juu umerudi second balls, wakafunga goli. Kwa maana kwamba sisi wa Tanzania kwenye eneo hilo, iwe Simba iwe Yanga, timu ya taifa, fouls, crosses huwa ni ngumu sana kuzicheza. Kwa ukiwa na watu warefu wawili, commitment yao ni kubwa, watatu commitment yao ni kubwa, uwezo mkubwa sana wa kiufundi, wana uwezo wa kucheza vizuri. Sio kwamba leo hawajacheza vizuri, wakina Dickson Jobu, wakina Bakari Ndo Mwamnyeto, wakina Ibrahim, sio kwamba hawajacheza vizuri, wamecheza vizuri sana, lakini kwa mimi naamini wangeanza hao pia wangetoa performance bora sana, ila mimi sikuamini kama Africans leo hii wanapaswa kucheza kwenye trend kulingana na uhitaji wa matokeo. Walipaswa kucheza kwa sababu sasa hivi zitaanza hesabu za calculate. Sasa hivi wakati walikuwa na nafasi nzuri ya kuweza kutengeneza mazingira mazuri ya kwenda kwenye hatua ya robo finali, kwa sababu ukiitoa Azam FC, timu nyingine ambayo ina nafasi nzuri ya kwenda kwenye hatua ya robo finali Young Africans. Kwa lazima sisi kama Watanzania tuiangalie kwa ukaribu Young Africans na kuiombea mema, kwa sababu tutakuwa hatuna timu zozote kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika endapo kama Simba na Yanga wakifanya nini, wakitoka. Mimi lazima niumie. Dakika 40